kufa kwa aliyeishi katika Kristo, kufa kwake ni kwa faida. Paulo akasema kuishi kwangu ni Kristo na kufa ni faida. Hebu sema kufa ni faida. Sema kwa sauti, kufa ni faida. Kwa hiyo watu wote watakufa, na kufa kuko kwa aina mbili. Kuna kufa kwa kutazamia kufufuka kwa ajili ya kwenda kwenye uzima wa milele, na kuna kufa kafa ukaisha. Biblia inaifahamu mauti ya pili ambayo ni jehanamu ya moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu sema, mimi sitakufa, nitaishi. Baada ya kufa kwangu nitaishi tena. Sema, nitaishi tena baada ya kufa kwangu. Bwana afanye hivyo kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo tusiogope kufa. Unapokuwa unakwenda katika umri, Biblia inasema kufa kwa mtu au kuhama katika dunia hii kwenda kwenye dunia nyingine ni miaka 70 au 80 kama una nguvu. Kwa hiyo kufa hakukwepeki. Kumsogelea Kristo hakukwepeki. Hata kama hutashuhudia wakati wa unyakuo ukiwa hivi ukabadilishwa, lakini wewe utakuwa umelala wakati huo ukabadilishwa. Kwa hiyo kila mtu ataonja mauti. Haleluya! Baada ya kuonja mauti, hapo ndipo mtu aidha anaachana na taabu yake au anaiendea taabu yake ya milele. Haleluya! Kwa hiyo Bwana akupe neema, unapoondoka hapa usiendee taabu ya milele, ila uendee raha ya milele. Yesu ahimidiwe. Tumekuwa tukijifunza habari za nyakati za mwisho. Tuliangalia mambo mengi wiki iliyopita, lakini tena na leo nataka tuendelee kuangalia. Ni nyakati za mwisho na lazima tuhubiri habari za siku za mwisho. Ni mahubiri ambayo watu wengi hawayapendi, kwa maana yanaonekana kama hayana ladha na hayafurahishi sana. Lakini nataka nikwambie ni mahubiri muhimu sana katika nyakati tulizo nazo. Leo tutatazama vitu vichache. Biblia inasema katika Injili ya Mathayo sura ya 24 kuendelea pale kuanzia mstari wa 3, wakamuuliza, tuambie ni nini dalili za mwisho wa dunia na za kurudi kwako? Tukatazama tukaona waliuliza mambo mawili. Jambo la kwanza ni dalili ya kuja kwa Yesu Kristo, lakini wakataka kujua na dalili za mwisho wa dunia. Nikakwambia wakati wa kurudi kwake Yesu Kristo, wakati wa unyakuo, sio mwisho wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Nikakwambia sio mwisho wa dunia. Watu wengi hawajui kitu. Sio mwisho wa dunia, ila anapokuja kulichukua kanisa, dunia itaendelea kubaki na walioijaza dunia wataendelea kubaki. Yumkini kuzaa, watu wataendelea kuzaliwa na wataendelea kuona na wataendelea kufanya shughuli za kawaida hizi, lakini wakati huo kuna watu kadhaa hawatakuwepo katika dunia hii, watakuwepo mahali maalum kwenye harusi ya mwana kondoo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini bado pia baada ya hapo atarudi tena Yesu kwa ajili ya kutawala miaka 1000. Bado pia haijawa mwisho. Mwisho kabisa wa dunia upo, kufutika kwa dunia hii, mbingu hizi kukunjwa kama karatasi na kutoweka kwa mshindo upo, lakini ni baada ya miaka ya utawala wa miaka 1000 ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo nataka tujifunze nyakati za mwisho. Kwa kanisa natamani nyakati za mwisho wako wewe unazozitarajia na ambazo ni vizuri sana ujifunze ni hizi za unyakuo. Haleluya, haleluya. Unyakuo. Maana unapopishana na unyakuo utapitia dhiki kuu ambayo inaweza ikakusababisha ukashindwa. Kwa hiyo tunatamani tunaposema siku za mwisho tuzizungumzie sana dalili za kurudi kwa Yesu kwa kunyakua kanisa, na ndio ambazo nimekuwa nikifundisha.
Haleluya. Hizo dalili hizo na Yesu alizizungumza sana. Sasa hatutaenda mbali kwenye mambo mengine, lakini nataka leo tutazame tena ishara mbili za kurudi kwake Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Nilikwambia hivi nikasema, unabii unapotoka hukuhabarisha habari za mambo yajayo. Mtu mzuri anapopokea unabii kwa ajili ya wakati ujao, hutembea kuyatafuta majira ya utimilifu wa unabii ule, ili asipitwe na ule wakati. Maana yake kupokea unabii na kuweka moyoni, halafu kusahau majira yatakayotimika, yatakayotimiliza au wakati wa kutimia kwa unabii ule. Ukipishana na ule muda haikusaidii kitu, kwa sababu unaweza, haleluya, kwa sababu unaweza ukausubiria unabii na ukaupokea ukauamini, lakini majira ya kukamilika kwa unabii yakakukuta umepotea. Kwa hiyo nini kinachotakiwa kufanya? Ukitamkiwa swala la kinabii au ukisoma maandiko yako maneno ya kinabii kwenye Biblia, kitu kinachotakiwa, tafuta nyakati za kutimia ule unabii. Haleluya. Hizo zitakusaidia kutembea kwa uangalifu ukitarajia unabii kutimia. Pigie Yesu makofi. Sasa wataalamu wazuri wanapopokea maneno ya kinabii huwa wanatafuta nyakati za kutimia kwa unabii ili watembee na mfumo wa wakati ule. Haleluya. Wataalamu wazuri wanaofahamu unabii, unapotamka unabii huwa wanaendea nyakati za ule unabii kutimia ili kuyatazamia yaliyotamkwa wayaone yakitimia. Amen. Amen. Lakini ili kujua majira ni lazima kuzisoma dalili. Unapozisoma dalili za nyakati za kutimia kwa unabii, hizo dalili ndizo zinazokupeleka katika kujua majira ya kukamilika kwa unabii uliotamkwa. Au niseme hivi uelewe kwamba nyakati za utimilifu wa unabii, kuainishwa kwake au kutazamika kwake, au wewe kwa kuzielewa kwa wepesi, kitu kitakacho kufanya uzielewe ni kujua dalili za ule wakati wa unabii kutimia. Dalili za kujua kurudi kwake Yesu Kristo ni matamko yaliyotamkwa ya matukio yatakayotokea huo wakati. Huo wakati una matukio yake. Yale matukio yaliyotamkwa katika mtiririko fulani, yale yanakuelekeza tulipofika na kipande kilichobakia kwa kukamilisha unabii uliotamkwa. Pigie Yesu makofi. Haleluya. Sasa leo nataka tutazame nyakati za kinabii za kurudi kwa Yesu na matamko ya ishara mbili ambazo, au tutasoma na vitu vingine, lakini hizo mbili nataka tutazitazama. Bwana Yesu sifu. Lakini jambo ambalo nataka kabla hujaingia huko nikwambie, kuna miili ya mbinguni. Hebu sema mwili wa mbinguni. Kuna miili ya mbinguni, alafu kuna miili ya duniani. Sasa watu wengi wanakosa kuelewa maandalio au lini tutavikwa miili ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamewahi kusikia walozi au wachawi wanaweza kwenda kuzimu? Umewahi kusikia au shuhuda wanaenda kuzimu? Hebu punga mkono kama umewahi kusikia jambo hili. Sasa nataka nikwambie haya yafuatayo. Ukisikia mtu ameenda kuzimu, maana yake
amekwenda katika roho, amekwenda katika mwili fulani ambao unaweza kuingia kuzimu na unaweza kutoka. Nasema hivi, ukisikia mtu ameingia kuzimu, maana yake alivaa mwili ulioweza kumsaidia kwenda huko na kuweza kurudi. Huo ni mwili tofauti na mwili huu. Ni aina ya kuingia rohoni, mtu akavua mwili huu wa kawaida akavaa mwili wa roho akaenda, kwa sababu kuzimu ni mahali pa roho. Bwana Yesu asifiwe. Kuzimu ni mahali pa roho. Kwa hiyo roho inaishi kuzimu na roho inaishi mbinguni. Kuzimu ni mahali ambapo hapatazamiki kwa macho ya kawaida, kama hivi unaweza kuangalia Marekani, kwa sababu napanda ndege naenda Marekani. Hakuna usafiri wa kibinadamu unaweza kukusafirisha kwenda kuzimu, wala hakuna usafiri wa kibinadamu unaweza kukusafirisha kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumzia nyakati za mwisho, lakini nataka uelewe kwamba katika nyakati tunazoziendea kuna mwili unaotakiwa wewe uvaa. Pigie Yesu makofi ya kutosha. Hii ndio sababu watu wasio na mwili huo hawataweza kunyakuliwa na Kristo, kwa sababu huu mwili wa kawaida hautaweza kunyakuliwa, ila mwili huu ambao nataka tuzungumze kidogo ndio utakaoweza kukusaidia kunyakuliwa. Pigie Yesu makofi ya kutosha. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Tusome kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15. Tasoma kwa jina la Yesu. Amen. 15 mstari anza wa 40. Tasoma kwa jina la Yesu. Wakorintho wa kwanza 15:40. Tena kuna miili ya mbinguni, tena kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani. Lakini fahari yake ile ya mbinguni ni mbali, na fahari yake ile ya duniani ni mbali. Kuna fahari moja ya jua na fahari nyingine ya mwezi. Panatosha. Kuna miili ya mbinguni na kuna miili ya duniani. Anaposema fahari ya ile ya duniani na fahari ya ile ya mbinguni ni tofauti, maana yake ni hii: yaani ulivyo mwili wa mbinguni na ulivyo mwili wa duniani ni tofauti. Maana yake mwili wa duniani hauwezi kukaa mbinguni na mwili wa mbinguni hauwezi kukaa duniani.